Chama cha majaji na mahakimu wanawake Tanzania TAUJA kimesema kitaendelea kutoa elimu ya kisheria kwa makundi mbalimbali yanayojikita kuisaidia jamii katika kupata haki zao, hasa katika kesi za vitendo vya udhalilishaji dhidi ya wanawake na watoto. Ofisa mradi wa chama hicho Asha Hassan Komba ameyasema hayo mara baada ya kutoa mafunzo ya kisheria ya kuwajengea uwezo wanaharakati wa kupinga vitendo vya udhalilishaji, masheha, wasaidizi wa sheria, maofisa wa madawati ya jinsia wa mkoa wa Kusini na Kaskazini Unguja walioyaandaa kwa kushirikiana na UN Women. Sisi tuko leo hii hapa kuwasaidia wadau mbalimbali ambao wao wamejikita haswa katika kuisaidia jamii kupata haki zao. Kwa hiyo haya makundi ambayo tunayo hapa kama watu wa misaada ya kisheria, makundi ya kina mama ambao wanapinga ukatili wa kijinsia na hizi taasisi nyingine ambazo tunazo hapa Unguja ambazo zinawasaidia watu mbalimbali kupata haki zao, basi sisi tunawapa mafunzo ambayo hayo mafunzo yataenda ya kisheria, ambayo hayo mafunzo yataenda kuwasaidia wao kwenda tena kuelimisha jamii. Kwa hiyo huu ni mradi ambao Tanzania Women Judges Association, yani chama cha majaji na mahakimu wanawake Tanzania, kimefanya mradi huu kwa ukaribu kabisa na UN Women ili kusudi kuweza kusaidia makundi mbalimbali katika swala zima la sheria. Kwa upande wake, mratibu wa chama cha majaji na mahakimu wanawake Tanzania kanda ya Unguja, ambaye pia ni hakimu wa mahakama ya mkoa mjini Magharibi Unguja, Sara Omar Hafidh, amesema lengo la chama hicho ni kutoa elimu ya kisheria katika nyanja tofauti na kusisitiza jamii kubadilika na kuondokana na muhali na kuwa na malezi ya pamoja ili kupata Zanzibar yenye kizazi bora na salama. Elimu zetu tunazitoa hizi ili pia watusaidie kufikisha katika jamii, kuona kwamba katika malezi yetu, katika ngazi ya jamii na katika kazi zote kuwe kuna usawa wa malezi, kuwe kuna usawa wa kila kitu kati ya watoto wetu wa kike na wa kiume. Uzuri kwamba sheria zetu hazikubagua. Hakuna mahala katika sheria au katika dini zetu zimebagua watoto. Kwa hiyo tunalisisitiza sana, na maana hata umeona katika darasa letu la leo, moja kati ya kitu ambacho tumekisisitiza zaidi ni kuondokana na haya masuala muhali ili kuhakikisha kwamba tunatokomeza hivi vitendo vya udhalilishaji, vitendo vya ukatili na kadhalika. Nao washiriki wa mafunzo hayo wameshukuru kwa kupatiwa mafunzo na kuahidi kwenda kuyafanyia kazi ili kusaidia jamii kuwa na uelewa na uthubutu, sambamba na kuitaka jamii kurudisha malezi ya pamoja ili kuona watoto wanakuwa na maadili na wananusurika na vitendo hivyo. Kwa kweli ni mafunzo mazuri, ni mafunzo ambayo yametuwezesha kwamba tukitoka hapa tukirudi kwenye jamii na imani kubwa kwamba tunaweza tukatoa elimu hii na ikasaidia kuibadilisha jamii na tukaishi katika mazingira ya kuheshimiana na kuona kwamba masuala ya udhalilishaji yanapungua au yanamalizika kabisa. Kwanza tunatakiwa tuwe na malezi ya pamoja, hilo la kwanza. Tuwe tuna mashirikiano kwa sababu hapo zamani wazee wetu walikuwa wanatufahamisha, hata sisi kwa rika letu sisi pia tuliyakutia hayo mashirikiano ambayo alikuwa yanafanya jamii kuwa makosa kama haya yalikuwa hayatendeki kwa wingi, na hata hivyo alikuwa akitendeka basi walikuwa na mashirikiano mazuri. Kwa hiyo hata manake ukimuelewesha mtu anaelewa. Kwanza tutaelimika wazee na watoto. Kwanza hapo tunaelimishwa. Na mimi kama mjumbe nikifika nyumbani huko kwenye mitaa, kwenye vikoba, kwenye nini wote nitawaelimisha vya kutosha, kwa sababu haya mafunzo ni ya elimu ya sote, watoto, watu wazima, wazee na pia na vijana. Miongoni mwa mikakati iliyojiwekea chama hicho kwa upande wa Zanzibar ni kuendelea kutoa mafunzo ya sheria kuhusiana na masuala ya udhalilishaji na nafasi ya masuala ya wanawake katika uchumi ili kuona changamoto hizo zinaondokana na wananchi wanapata haki zao kwa Unguja na Pemba. Mimi ni Mariam Khair, Leaders TV. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.